Hatimaye uchaguzi umefika katika taifa la Uganda. Tarehe 15 wananchi wa Uganda wanakwenda kuchagua wabunge, rais pamoja na madiwani. Sasa kufuatia tukio hilo ambalo linafanyika siku ya tarehe 15 Januari, kuna taarifa ambayo imechapishwa na watu wa mawasiliano. Taarifa hiyo inasema kwamba Tume ya Mawasiliano nchini Uganda imetoa agizo la kuzimwa kwa huduma za mitandao au mtandao wa intaneti katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo ya Uganda, hatua iliyodaiwa kuwa inachukuliwa kwa sababu ya kiusalama. Hatua hii imeanza kutekelezwa katika uchaguzi mkuu siku ya tarehe 15 mwaka 2026 ikiwa ni Januari. Kwa mujibu wa taarifa ya tume hiyo, hatua hiyo imelenga kudhibiti matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na majukwaa ya kimikakati katika kujadili mambo mbalimbali ambayo yanadaiwa kuwa yatachochea taharuki katika mitandao ya kijamii kufuatia katika taifa hilo, upotoshaji wa taarifa na kuvunjika kwa amani ya umma. Ingawa wapo waliohoji kuhusu kuzimwa kwa mtandao kipindi cha uchaguzi, na tume ya mawasiliano ilidai intaneti ya kazi gani wakati kura zinapigwa katika vituo vya kupigia kura. Hata hivyo, uamuzi huo umekosolewa vikali na wanaharakati wa haki za kibinadamu, vyama vya upinzani na wadau wa sekta ya kiteknolojia. Wanasema unakiuka haki ya wananchi kupata taarifa, mawasiliano na kufanya shughuli za kiuchumi zinategemea na intaneti. Wananchi wengi wameeleza athari za kuzimwa kwa mtandao huo, zikiwemo kusimama kwa biashara za mtandaoni, ugumu wa kupata huduma muhimu na kukwama kwa mawasiliano ya kila siku. Katika uchaguzi mbalimbali vimekuwa vikitokea vitu kama hivi na vimekuwa kama kawaida. Ikifika uchaguzi, mitandao ya kijamii huwa inazimwa. Naona bwana, wanazima mitandao ya kijamii, na sio tu Uganda ambapo wametangaza kuzima huduma hiyo. Mataifa mengi sana yameweza kufanya hivyo, kuzimwa kwa mtandao wa kijamii, hasa kwa masuala ya intaneti. Unaweza ukasema na wewe pia maoni yako kupitia hiki ambacho umeweza kukisikia. Je, ilipaswa Uganda iache mitandao ya kijamii ifanye kazi, au walikuwa sawa kufanya hivyo? Toa maoni yako hapo chini, alafu usisahau kushare video hii na wengine waweze kuona na kusikia hiki ambacho wewe umekisikia na kukiona pia, na wao pia waweze kukiona. Fanya tu ushare video hii hapa, lakini pia comment, toa maoni yako na wewe. Usisahau kulike video hii ili tuwe pamoja zaidi. Wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine. Kwaheri.